Hujambo mpenzi msikilizaji wangu, na karibu katika mwendelezo wa simulizi yetu isemayo Sitasahau usiku ule. Katika sehemu ya leo ya 39 tunaona hukumu zimeanza kumwagika. Makwapa na Majuto wanapewa hukumu yao. Ni hukumu gani hiyo? Wakati huo kwa mara ya kwanza Nasra hatimaye amekutana na kaka yake, yaani Mliti, pamoja na kuwemo ndani ya mahakama na ule msongamano. Safari amelazimika kumshika mkono. Wameenda kukaa sehemu moja, ikikumbukwa kwamba wakati uliopita walipotezana. Na hii ni kwa mara ya kwanza tangu atoke nchini Malaysia, uso kwa uso, mkono kwa mkono, Nasra na kaka yake Mliti. Nini kinajiri kwa siku ya leo? Fuatana nami. Kukualika ni mtunzi pia msimulizi wako Leonard Mubali. Nasema karibu sana. Msikilizaji wangu, wakati Nasra na Mliti wakizungumza chini kwa chini pale mahakamani, mara Inspekta Baraka aliwasogelea, uso wake ukiwa umejaa tahadhari kubwa. Akasema, leo sehemu ya fidia ya damu iliyomwagika ya baba yenu na mama yenu inaanza kulipwa, kwa sababu kuna hukumu kali zinatoka leo. Kisha huyo akarejea mahala alipokuwa ameketi na Afande Mrope. Inspekta Baraka alikuwa ameanza kuzoeana kupita kiasi na Nasra. Kiaina hivi ni kama alikuwa na jambo. Akamtumia ujumbe mfupi Nasra wa maandishi wakiwa mle mahakamani. Akamwambia, sijapendezwa na uamuzi wako kwamba leo unaondoka na kwenda kuanza maisha mapya huko kwa kaka yako Mliti. Nitakumisi sana, aliongeza Inspekta Baraka, huku Nasra akiwa anashangaa ujumbe ule, kwa sababu kwa mbali ule ukaribu wake aliupima tu kama ukaribu wa kikazi. Lakini sasa Inspekta Baraka kwamba tammisi ikawa ni kiulizo cha ghafla. Na wakati walikuwa na furaha ya kukutana na kaka yake Mliti, wala hata huo ujumbe hakuusoma kwa kumaanisha kivile. Akafunga simu yake. Siku hiyo pale mahakamani ilikuwa ni siku nzito na muhimu sana kwa Mliti na Nasra, kwani mbali ya kusubiriwa kwa hamu kutolewa kwa hukumu hizo dhidi ya watuhumiwa muhimu wa mauaji ya mzee Nyalile na mke wake, huku watoto walioshuhudia mauaji hayo ambao kwa sasa wameongezeka umri. Mfano, Nasra wakati baba yake na mama yake wanauawa alikuwa bado binti mdogo sana, kwa sasa ni binti mkubwa. Baada ya muda wakiwa ndani ya mahakama, Nasra na kaka yake wakiwa wanazungumza chini kwa chini. Wana stori nyingi za kutaka kuzungumza, lakini pale si mahala pake. Kwanza wanahamu kufuatilia nini kinaendelea pale mahakamani, lakini pia upande mwingine wana mengi ya kuzungumza toka walipoachana. Ghafla sauti ya kuashiria mheshimiwa jaji anaingia na jopo lake ikasikika, na wote mle mahakamani wakasimama tayari kwa kuanza taratibu rasmi za kimahakama. Na kilichokuwa kinasubiriwa siku hiyo ni pamoja na kumuona afisa ambaye alikuwa kisakwa kwa udi na uvumba kule Malaysia. Ilikuwa ndio analetwa mahakamani na kesi yake kuanza kusikilizwa kwa mara ya kwanza. Msikilizaji wangu, Makwapa na Majuto nao wakapelekwa kizimbani tayari kwa kuanza kusomewa hukumu yao, ambapo jaji baada ya kusoma maelezo kwa kirefu sana,
kisha akatoa nafasi kwa makwapa na majuto washitakiwa wanaodaiwa kuwa ndio waliotekeleza mauaji hayo. Basi msikilizaji wangu, katika utetezi wao walishikilia msimamo wao kwamba wao walitumwa tu na haikuwa nia yao kwamba wamuue mzee Nyalile na mke wake. Wakawa wakiomba kupunguziwa adhabu ya mahakama. Msikilizaji wangu, jaji akatoa hukumu kwamba watakwenda jela kifungo cha maisha. Wakaanza kulia pale, huku wakitaja baadhi ya majina ya wahusika wengine, lakini walikuwa wamechelewa. Tayari karandinga lipo linawasubiria nje, wakaanza kutumikia kifungo. Wakatolewa nje mara moja. Baada ya hapo akapandishwa yule afisa mwingine mkubwa kizimbani, huku miale ya kamera za waandishi wa habari ikimulika kama mvua iliyoambatana na radi, huku na yeye wakati huo akijaribu kuficha uso wake. Kwa yeye haikuchukua muda, kwani alikuwa anasomewa tu mashtaka yake na hakutakiwa kujibu lolote kwa siku hiyo. Kisha kashushwa kizimbani chini ya ulinzi mkali. Huyo anarejeshwa rumande. Nasra na kaka yake walikuwa kitabasamu, huku wanatazamana na Inspekta Baraka na Afande Mrope, macho yao yakisema maneno ya shukrani kama vile asanteni sana kwa kufanikisha kukamatwa kwa watuhumiwa hawa na kutolewa hukumu. Haikuwa maneno ya sauti, lakini macho yaliongea yote hayo. Mpenzi msikilizaji, Mliti na mdogo wake Nasra hao walishikana mikono na kuelekezwa ilikokuwa gari maalum, maana walikuwa wanalindwa sana hawa. Na Nasra sasa anaenda kuanza maisha mapya, ambako huko wala hata Inspekta Baraka na Afande Mrope hawawezi kufika kirahisi, maana ni ndani ya kambi ya jeshi. Walishikana mikono pale, kisha hao wakaingia kwenye gari maalum. Safari kaanza. Wakiwa wanatokomea huko walikokuwa naelekea kuondoka kabisa katika jengo la mahakama, wakiwa na kaka yake huyo Mliti. Inspekta Baraka yeye macho yake yalikuwa yakiwasindikiza tu, wanaangalia humo. Na ndani ya gari walishaanza kunongonezana mawili matatu, lakini waliona si mahala salama, acha wafike nyumbani. Msikilizaji wangu, ile kazi maalum iliyokuwa imewaunganisha Nasra na makachero hawa wawili imekwisha, na sasa Nasra anaanza maisha mapya. Je, Inspekta Baraka atafanikiwa kumtafuta tena Nasra waonane ili amwambie kilicho moyoni? Kwa sababu ana namba yake, anajipa matumaini. Lakini je, Nasra ataendelea kuitumia namba hiyo? Ni jambo la kusubiri na kuona. Afande Mrope yeye anajua kazi na Nasra wamemaliza, wala hana mpango mwingine wowote ule, wala hata mawazo mengine hana dhidi ya binti huyo. Mshukiwa mkubwa na mvurugaji wa kesi hii, ambaye amewahi kuwa afisa mkubwa, kesi yake ndo kwanza imetajwa na ameonekana mahakamani kwa mara ya kwanza. Nini kitaendelea? Usikose katika sehemu ya 40 ya simulizi yetu isemayo Sitasahau Usiku Ule. Kukuaga ni mtunzi pia msimulizi wako Leonard Mubali, nasema kwa heri kwa leo.